يا من قد أسرف أوتاه قد أقبل شهر الله. يا من قد أسرف أوتاه قد أقبل شهر الله. أقبل وأطلب فيه الرضا، أقبل وأطلب فيه الرضا، واستلب الفيض الرحمن رمضان رمضان يا شهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. صدق الله العلي العظيم. Katika mihwar au maudhui ya pili tunaoendelea nayo baada ya ufunguzi, tumesema sasa ni kuisoma Qur'ani inavyozungumzia mambo haya. Alhamdulillah, jana tuliweza kufahamu misingi minne kupitia Qur'ani inayotuonesha sisi dharura, nafasi na umuhimu wa kitu kinachoitwa utangazaji au i'lam. Suala, Qur'ani yatoa maelezo gani kuhusu utangazaji? Kwa lugha nyingine, tulisikia darasa zilizopita maelezo ya wataalamu wa nyanja hizi wanavyoipa taarifa i'lam. Ni nini i'lam kwa mtazamo wao? Lakini kwa mtazamo wa Qur'ani ni nini i'lam? Ma huwa al-i'lamu al-islami? Utangazaji wa Kiislamu ni upi? Pili, mal farqu بين الإعلام وغيره من المفردات المماثلة. Tofauti ni ipi baina ya utangazaji wa Kiislamu na baadhi ya misamiati inayofanana nayo? Kama nilivyowaambia jana, tablighi, da'wa, tuweza kuonesha tofauti yake ni nini. Tatu, ماذا أو بماذا يتميز الإعلام الإسلامي؟
ni kipi kinautofautisha utangazaji wa Kiislamu na usokuwa wa Kiislamu. Ni mambo gani twaweza kuyatumia kama mizani tukasema hii ni media ya Kiislamu na hii si media ya Kiislamu. Haya ndo mambo matatu Mungu akiniafikia, kama tutaweza kuyakamilisha leo. Kama tutashindwa itabidi tuende nayo leo na kesho inshallah. Kwanza napenda tufahamiane kitu kimoja. Siku ya kwanza niliwaambia nilipata tabu sana Kiswahili kutafuta neno la kufasiri hili neno i'lam Kiarabu, ambao Kiingereza watumia neno media. Ikawa neno la karibu ni utangazaji, lakini ukweli wa mambo si tafsiri madhubuti. Wala utangazaji waenda zaidi katika masala ya habari ya news, ambao neno media linakusanya mapana zaidi ya habari. Hili neno media ambao Waarabu walitumia neno i'lam ni pia katika maisha yetu ya wanadamu. Yani umri wake si mrefu kwa kiasi tutake kulitafuta kwenye Qur'ani. Ni katika maneno mapya yamezozuka katika hizi karne za mwisho. Kama mfano leo, kwa mujibu wa maendeleo ya mwanadamu, katika kila nyanja kwa zuka maneno mapya. Hata zitu leo, mfano tukija na neno TV ni neno pia. Gari, ndege ni katika maneno mapya ambayo katika miaka 500 600 ya nyuma hayakuweko. Katika siasa kuna misamiati mipya imetokea katika siasa inaoeleza mifumo ya kisiasa. Katika uchumi hivyo hivyo, katika masala ya kijamii. Sasa kunapojitokeza haya maneno mapya, huzuka suala, ukaja ukajiuliza, mfano Uislamu una msimamo gani kuhusu demokrasia? Qur'ani ina msimamo gani kuhusu demokrasia? Tutaweza kukwambia neno demokrasia hakuna kwenye Qur'ani. Soma Qur'ani kutoka mwanzo mpaka mwisho, hakujatajwa neno nini demokrasia. Uislamu ama Qur'ani yasemaje kuhusu kompyuta? Ukaingia ukashika mswahafu ukaanda kutoka suratul Fatiha mpaka ukamaliza, hakuna katika Qur'ani neno nini kompyuta. Hakuna kwenye Qur'ani neno friji. Hakuna kwenye Qur'ani treni, ndege, satellite, sijui nini. Hakuna zitu hizi kwenye Qur'ani. Sasa mtu aweza kuja akakwambia ikiwa neno demokrasia hakuna kwenye Qur'ani, kwa hivyo Qur'ani haihusiani na nini na demokrasia. Aweza kutoka na msimamo huo? La, si sawa. Turudi moja katika mambo mawili. Yaweza kwamba neno demokrasia lazungumzia fikra zile zilikuweko wakati wa Qur'ani kwa jina ambalo sila demokrasia, kwa sababu majina ya fikra na zitu yaenda yakibadilika na yakikua na yakipanuka. Lugha yapanuka, inaopanuka si maisha tu ya maendeleo, hata lugha pia. Leo Kiarabu sicho kile kilokuweko kabla ya miaka 1000.
Kiswahili tunachokizungumza leo sicho kile kile kilokuweko kabla ya miaka 100 ama 200, bali leo kuna baadhi ya wazee lau watafufuliwa walokufa kabla ya miaka 100 wazungumze na vijana za leo Kiswahili, wao hawatowaelewa vijana, wala vijana hawatowaelewa nani wazee, bali wataulizana ule zungumza lugha gani huyu. Leo mathalan tafutani tungo za mwenye mansabu, pata tungo za mwenye mansabu alizotunga kwa Kiswahili za mashairi. Moja katika tungo zake ni Kishamia, sio ile hadithi ya Ahlul Kisa, ile ameifasiri kwa mashairi Kiswahili. Ile Mtumi kwa hasiki uzuri akaenda nyumbani kwa Fatima, akaingia Imam Ali, akaingia Imam Hasan, akaingia Imam Hussein, wakaifunika kile Kishamia mpaka kukateremka ile aya inma yuridu Allahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bayt. Yote haya mwenye mansabu ameandika kwa mashairi tambo sana, tangu sisi hatuyazawa wala watu hawayaiwaushia ameandika. Lakini hala ningeomba kiko kijitabu chenyewe kiko mpaka kwenye PDF cha Tembea, naomba vijana mushike muyasome, napata taabu kuyaelewa maneno mengi pale ndani. Nenda leo hii tabaraka isomao baada ya tarawehe, tabaraka dhul ula wal kibriyai, sio tafarrada bil wa bil baqai, sio imefasiriwa Kiswahili kwa mashairi. Katika turathi zetu hizi hatufai kuzitupa, lakini hala jaribuni leo kuzisoma shairi zile za kufasiri tabaraka, hususo kwa vijana. Mimi sizungumzi watu wazima, napata maneno mengi hamuyaelewi, mpaka msuko wa maneno ni vitabu kuelewana, na azungumza Kiswahili. Maana mwenye mansabu katika mabingwa wa nini wa Kiswahili, yani ukiwa hufahamu ushuku wewe, usimshuku yeye ni mabingwa yani Kiswahili, na ni mtu alikuwa ameitajirisha maktaba yetu ya Kiswahili. Lau tulikuwa tuwaweza kuzifuata hizi zitu na kuzipiga. Sasa turudi kwenye mada yetu. Lugha ya kuwa pia na yabadilika. Sasa pia msamiati hunu wa media ni msamiati mpya uliozuka magharibi katika karni hizi za mwisho, karni 2 takriban za mwisho, ukabuniwa, ukatengenezewa theory, ukaundiwa ma colleges na ukawa na faculties za kusomesha, na ikawa leo wanavyotuambia katika magharibi leo ni fannun au ni ilmun lahu takhassusuhu, ina takhassus yake, watu specialize kwenye mambo haya. Sasa hapa ulipofika msamiati hunu na ukaboreshwa, ukiutukua kuutafuta kwenye Qur'ani huupati. Anda kwenye Qur'ani kutoka mwanzo utafuta neno media, i'lam, hakuna. Sasa mwingine anakwambia ustadhi, haya mambo hayahusiani na Qur'ani. La, tutaweza kuwa kitu kwa ina lake kwenye Qur'ani hakiko, lakini kiko kwa ina kilichotumika kabla hapo, na maina hubadilika. Na ndio tutaona tukirudi kwenye Qur'ani neno habari, ambao ndiyo mada ya kimsingi inayoshughulikiwa na media. Neno habari kwenye Qur'ani limetumika sana. Juzi kawaambia Qur'ani imetumia sana neno annaba, na ndio hata leo utakuta baadhi ya waandishi wa Kiarabu wakizungumza zombo za habari hawatumii neno wasailul i'lam, watumia wakalatul amba. Amba ni wengi wa naba.
Mungu ametumia katika sura, kuna sura kamili katika Qur'ani yaitwa suratun an-naba, kwa maana ya habari, sura ya habari. Ikianda imeanda amma yatasaalun, wanaulizana kuhusu nini? Anin naba'il adhim. Qur'ani katika kuwafundisha Waislamu jinsi ya kupokea habari na jinsi ya kutukua misimamo kulingana na habari unazozipata zinazoingia kwenye masikio yako, na propaganda utadili nazo vipi. Qur'ani imetupa mwongozo katika aya maarufu na ikatumia neno naba ilipotuambia ya ayyuhalladhina amanu. Nafikiri suratul Hujurat hiyo, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, sikilizani mwongozo wa Mwenyezi Mungu. Injaakum fasiqun binaba'in, pindi atakapokuwailia nini mtu asomaana, mtu fasik, mtu asomipango, akawaetea nyinyi habari, fatabayanu, musitumie hiyo habari, kwanza ichunguzeni. Kwanza ifanye nini? Ichunguzeni. Kwa nini? Antusibu qauman bijahala, mutakwenda kutukua hatua na action kwa upumbavu wa habari za kipumbavu, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kisha mutakwenda kujuta kwa mlioyafanya baada mshayafanya, yashamwagika. Sasa hili ni katika aya, inshallah tutakuja kuzitumia katika masala ya kukufundisha. Uislamu umetufundisha jinsi ya kuzitangaza habari, pia umetufundisha jinsi ya kuzipokea habari. Hakuna, napenda sana, ni mila zetu na sote tumeshakuwa ndio mila zetu, lakini katika Uislamu hakukubaliwi kitu huanguliwa twari. Tuzungumze na lugha zetu za kibarazani, sio? Leo ukiamka asubuhi, haya kuna twari gani hiyo? Aligonge wewe. Ndio jamaa kwambia yao. Hizo ni katika zitu Uislamu haukubali. Imam Ali katika Nahjul Balagha aliwahi kuulizwa kipimo cha kutofautisha habari ya ukweli na ya urongo. Kwa jambo nini? Mmoja katika wake katika khutba alikuwa akizungumza, akamwambia mtajuaje? Akamwambia tofauti ya ukweli na batili, alfarqu baina alhaqi walbatil ni zanda nne. Kwa lugha zetu ni nyanda nne, ni nyanda nne. Hiyo ndio tofauti ya ukweli na urongo. Ndio bwana akawa hayaelewa nyanda nne niye, akamwambia ni vipi? Imam Ali alayhi salam akainua mkono wake akaweka kwenye tavu lake, akamwambia alhaqu an taqula ra'aytu walbatilu an taqula sami'tu. Dalili ya haki ni kunena nimeona, dalili ya batili ni kunena husikia. Tutasikia hizi lugha. Sikia jamaa kwambia jigonge, nakwambia jamaa fulani mefanya kadhaa. Ulimuona? Husikia jamaa unena. Umemsikia nani? Fulani, umemwendea fulani. Wewe uliona? Mimi pia husikia tu. Lisikia tu kunenwa pale. Sasa wewe ukifuata riwaya hii, ni zile riwaya huitwa, kuna riwaya yani hazina mwisho wake, tasalsul, yani haumpati wa mwisho wa nkomo kwenye ile riwaya zile, an Zaidin an Amrin an Bakrin, waweza kuanza kutoka yao mpaka makao ukuya, humfikii wa mwisho. Ubaki kwamba nini? Husikia. Sasa Imam Ali akwambia kipimo, na mwenye mshairi wa Kiarabu akwambia walaysa ra'in kaman sami'a, walaysa ra'in kaman sami'a, hafanani mwenye kuona na mwenye
na mwenye kusikia. Kuwani na dika ya kupokea habari, kuwani na dika ya kutoa habari mulivyoziona na mulivyozisikia. Qur'ani yatuambia zitu kama hizi. Juzi nasoma kiswa niliwahi kuwatolea katika khutba ya Juma hapa, nini nitakuitoa tena. Sina uhakika ni riwaya sahiha au si sahiha, lakini ina mafundisho ndani. Sikilizani vizuri sana na hili, kisha tujipime sisi tukoje. Yasemekana kuna kikundi cha Mayahudi Madina walitaka kuichallenge sifa ya mtumi ambayo sio Waislamu, hata walokipigana na paka Abu Jahali. Ukenda ukimuuliza atamtukana mtumi hambakisha, kisha mwisho atakwambia ni mkweli, haneni urongo. Nenda kwa Abu Lahabi, atampaka kila matope mtumi, lakini ukiadia amana zako uweka wapi? Kwa mtumi mwaminifu. Sifa ya as-sadiq na ya al-amin hakuna katika historia ya wapinzani na ya wanini walomkosoa mtumi, walosimama na ujasiri. Hata alipoeta utumi hawakumwambia kwamba wewe si mkweli wala si mwaminifu. Wale na huyu pengine amepandwa na shetani, sio? Yani walimtafutia excuse nyingine. Isipokuwa Mayahudi iliwakera sana sifa hii. Ndio juzi nilipowaambia Imam Sadiq alinena, mkitaka kuwayua watu msiwaangalie kwa kuthratu salati na kuthratu siyam, waangalieni katika zitu ziwili, as-sadiqu al-amin, sidqul hadithi wa adail amana. Hapo Mayahudi wakatengeneza mkakati kuivunda hii sifa. Wakamsoma mtumi kuna ndia, mfano kama wewe kila ukitoka nyumbani kwenda msikitini wayulikana via zako, ama kwenda kazini ilikana, mtu ukimstadi tamuiwa huyu kila siku kutoka hapa kafuata mpaka hapa. Wakapangana, wakashamuiwa kwenye ile ndia, wakajigawanya zikundi ziwili, zingi watatu wawili. Watu watatu wakaketi kwenye kona na mbuzi, wamemfunga maguu, wamemlalisha, na ule mmoja ametoa kisu cha kuonesha action ya kufanya nini, ya kumtinda. Wakati mtumi apita pale, wao wakafanya hizo harakati, akaangushwa mbuzi tiati, ule akainua kisu kama hukipeka, hayakiweka kwenye shingo yake, mtumi kapita, hakuzunguka tena nyuma. Wakaweka watu wawili mbe kwenye kona nyingine, wakikota kwambia ya Rasul Muhammad, wale jamaa washatinda ama bado? Mtume akawaambia, nilipopita niliwaata katika harakati za kuandaa kutinda, sijui wametinda ama hakutinda. Kikawaida akamwambia shatinda na kutuna na firutuna. Sasa lao alijibu washatinda, kungekusanywa watu wakatoka wakaenda, wale akishakupita mtumi waliondosha kisu wakamfungua maguu ule mbuzi. Nukuu uliloona na kwa kadiri ulivyoona, usitie zako. Ni ngumu hii mpaka ujilelee. Na habari asilimia kubwa zinaotembea barabarani, kilichoonekana ni 30%, 70% kumetiwa zao zijalizo miuziita. Kuna habari, kuna na habari zijalizo. Takuta mtu umepita mahali, umendirika mtu ufungua zipu au kojoa pale barabarani, ufungua zipu shekhe, pengine mengi wana tungu. Waweza kumtilia mtu tari muhini hukojoa barabarani kwa kusimama mpaka kakosa uadilifu wa kuswalisha kwenye swala. Na maskini pengine aliumwa na tungumunyu, aliposimama ilibidi barabarani ule muwasho hauvumiliki, sio?
akasimama kufungua zipu. Wewe kwa bahati mbaya ulipomwona amesimama masimamo ya kukojoa, umejaliza mwenyewe, mimi nimempita bwana maana fulani, sijui hulewa siku hizi ule bwana, maana hizi tabia za kukojoa barabarani malevi, sio? Ukamjaliza ashakuwa ni mlevi, kukojoa barabarani, na habari yenyewe ilikuwa peke yake hufungua zipu ya nini? Ya suruali. Tunaelewana vizuri jamanini mpaka hapa? Sasa Qur'ani yatuambia kuwani hadhari sana ya kuzipokea habari na pia ya kuzieleza habari, kuwa na kitujo cha kutuja zijalizo na kuwa muangalifu nukuu ulioyaona, nukuu ulioyasikia. Yule mtu leo aweza kuketi msikitini akanena neno, mimi yale maneno alionena yuzi yameniletea balaa kubwa sana hapa. Hupokea message kila upande, kwa mashia wengine unilaumu, kuna wengine unena mimi menena mashia waketio Ulaya wote mashia zibaraka. Sasa nimepata message na statement yangu ilikuwa wazi kwamba kuna baadhi ya mashia wapelekwa na Uingereza. Sijasema wako Uingereza wala kila aishio Uingereza, na wapa tu mfano, sitaki kujibu mambo hayo mimi. Na kuna watu wana tatizo la ufahamu, kuna na watu wana kusudi za kupotosha. Wale aliowanena Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani kwamba hii Qur'ani ina aya sampuli mbili, fiha ayatun muhkamatun wa ukhar mutashabihat. Kuna aya ziko wazi wazi, kuna na aya mbili tatu kidogo tafsiri zake hazieleweki. Fasa wale alladhina fi qulubihim, wale ambao wana tatizo katika nafsi zao, wale magonjwa, huwa wakifanya nini? Matashabaha. Kwa nini wao huwa hawataki zile aya nyingine? Wao wataka zile mbili tatu zile zenye kuleta fitna, kwa sababu ibtighaal fitna. Mungu anena wazi, lengo lao ni kukata maneno katika khutba za watu na nini, kuchochea moto wa nini? Wa fitna. Wewe mtu amenena maneno dakika 10 ukalitukua kutukana kubakisha. Turudi katika mada yetu. Kwa hivyo msamiati wa media ni msamiati mpya, lakini kuna misamiati ifananao nao katika Qur'ani. Kwanza, pili, Qur'ani yaweza kuwa haina kamwe msamiati huo, lakini misingi ya kinadharia na ya kifikra ipo ama haipo katika Qur'ani. Tosha. Si lazima uiite filosofi, uiite hikma, uiite nadharia. Almuhimu, wakati unaposema nadharia wamaanisha nini? Wakati unaposema falsafa unamaanisha nini? Wakati unaposema hikma inamaanisha nini? Ni maana hiyo hiyo. Sasa ikiwa kwenye Qur'ani imetumia neno hikma, leo yatumika neno falsafa, ndio hiyo hiyo. Maneno hubadilika, fikra zabaki pale pale. Media leo imekuwa ni elimu ya somesho, ina college zake. Media leo, zamani ukisoma wataalamu wa kisiasa wakwambia dola ama serikali, dola au serikali yaundwa na nguvu ngapi? 3. Ndio nadharia iliyoko. Serikali yote nguzo zake ni ngapi? Ni 3. Kwanza ni sulta tashri'ia ambao ni bunge. Pili ni sulta tanfidhia ambao ni baraza la nani? Executive ile inaitwa. Kiarabu ni tanfidhi. Ni baraza la nani? La mawaziri, sio? 3 ni sulta qadaiya, mahakama, sio? Hizi ndio pila 3 zinaunda nini? Serikali. Leo utasikia katika msamiati watu hunena kuna ya 4.
hawahitaji ni hutajwa tu as-sultatu rabi'a, sulta ya 4. Ukinena sulta rabi'a, muulize mtaalamu yoyote atakwambia nini? Ni media. Kazi ya media katika serikali leo ni sawa na kazi ya bunge, ni sawa na kazi ya baraza la mawaziri, ni sawa ya mahakama. Ikikosekana media katika serikali yoyote, ni kama serikali inaotembea kwa upungufu wa nguzo moja. Lakini media nao inena hapa inaostahiki kuitwa nguzo ya 4 ni ile media ambayo itakwenda sambamba na malengo ya media. Itawanyosha watawala na watawaliwa, itawaambia ukweli watawala na watawaliwa, itakashifu ufisadi, itawasikilizisha watu yanaostahiki kusikilizishwa, sio wanaopenda kuyasikia. Si media za kuketi kusifu watawala kuna kuwapigia debe watawala. Ni media ambayo itaplay role katika kuiweka sawa serikali. Hii ndio media. Media leo, kabla sijaja kwenye Qur'ani kueleza msamiati huu, nataka muielewe, tuende tukaitukua kwenye Qur'ani kwa mafuhumu. Ni chombo kikubwa kinachozalisha uchumi, kinachozalisha uchumi wa nchi na wa watu, na kinachochangia uzalishaji uchumi. Kuna maneno mawili napenda muyatofautishe: kuzalisha uchumi moja kwa moja na kusaidia kuzalisha nini? Uchumi na kucontrol uchumi. Ukija hususan katika masuala ya advertisement, leo zombo za habari zenyewe zaleta income kwanza, na kuna watu wafanya ni business, watengeneza a lot of money kupitia hizo zombo za habari. Lengo lake si kuelimisha watu, ni kuizanya habari. Habari imekuwa ni bidhaa leo, yafanywa nini? Yauzwa. Pili, leo mashirika yote ya uundaji yanao factory zote ulimwenguni hawawezi kuuza bidhaa zao lao hawapati mkono wa nini? Si bidhaa tu, leo imekuwa kila kitu. Leo ukiwa na duka lako watakalifanye kazi ni media. Leo ukiwa na skuli yako watakaifanye kazi ni nini? Ni media. Leo ukiwa una mtambo wako watakaofanye kazi ni media. Leo una hoteli yako watakaifanye kazi ni nini? Ni media. Media itawafanya watu wanunue zilizooza, na media yaweza kuwafanya watu waate kununua zizuri. Media ya control soko leo, na ya control maekezo, namna ya kuwaekeza watu, nendani mkanunue hiki nini. Na mpaka leo kumekuwa kuhadawa sisi. Leo utasikia kitu hakifai, maana sijui, utaziona media ukwambia sijui mwenye kula hini, sijui terensha pressure, sijui watu wote wataka kununua. Wewe mara baada ya miezi 6 utasikia kumetoka research, sijui kitu hichi ukila hudhuru, watu wote watakiwata. Hamu ya zitamani nyinyi hizi article ambazo hutuma mara nyingine, mara mtaziona hugongana. Mara huambiwa sijui kadhaa, mara kadhaa, mara kitu hiki hudhuru, mara akumbe kizuri hakidhuru tena. Sasa pia wamekuwa wenye soko wakitumia chombo kama hiki katika. Nataka kunukuu maneno ya Ayatullah As-Said Khamenei, nifunge hapa sasa niingie kwenye nukta nyingine. Ana kitabu, si yeye alokiandika, lakini yaloandikwa ni yake. Kitabu chenyewe si kikubwa, kimechapishwa Lebanoni, chaitwa Al-I'lam peke yake. Al-I'lam, ambao ni makala au ni khutba au mihadhara aloizungumza Ayatullah Khamenei katika minasaba tofauti kuhusu masala ya media. Kuna mwanachuoni ameyatukua, ameyakusanya, ameyapanga. Sasa katika maneno alonena katika kitabu hiki, mwanzo nitamnukuu sana mbele maneno, asema hivi: inna akthara alwasaili
faaliyya wa kafaa fi asrina hadha hiya alwasailu ali'lamiyya. Asema zombo hatari zaidi katika utendakazi na kuathiri ulimwengu wetu huu wa leo, hakuna zaidi ya zombo za habari. Hakuna. Aendelea, anena fasuhufu, magazeti, wa televizionat, wal idhaat, magazeti, TV, radio, ashaddu ta'thiran fil alami al-yawm min al-kutub, zina athiri zaidi ulimwenguni leo kuliko zitabu. Kwa nini? Anena liannaha tabuthu ma turidu ala mawjati al-athir, kwa sababu hutupa wakitakacho na humfikia wamtakao kupitia waves peke yake. Sasa baada ya kunukuu maneno haya, ule mwanachuoni aliandika hichi kitabu ameyasherehe, asema maneno yamefumbwa zaidi, hata niyafungue na mnukuu yeye. Sasa asema maneno haya yamaanisha, kwanza Imam Khamenei ataka kutuambia zamani ilikuwa mtu information au maalumati akitaka henda kwenye kitabu. Kwenda kwenye nini? Kitabu. Utakwenda library, utanunua kitabu, utaketi utasoma kitabu kuhusu history ya Amerika, sijui history ya wapi, sijui sera ya Kiislamu, sijui fiqhi, haijalishi watafuta nini, lakini chombo kilikuwa kikitumika sana nini? Ni kitabu. Asema maneno haya. Lakini asema leo wave, haya mawimbi haya ni aqallu kulfatan min alkitab, ni rahisi kuliko kitabu. Sio, mnaelewa vizuri sana? Leo niwape tu kiswa changu sana, tufafanue haya. Sasa sherehe yula sherehe sasa 1998 nafikiri ama 99 ilipokuwa sasa nimekamilisha kiwango fulani cha masomo Libnani na jazangu, ilikuwa nimeweza kukusanya baadhi ya zitabu, takriban zilikuwa kama boksi 9 ama 10 ya zitabu. Zitabu zile sio kuzinunua, sitaki kutoa hesabu ya kuzinunua, kuzisafirisha kutoka Beirut mpaka Nairobi na kuzitoa Nairobi mpaka kuzifikisha Amu zilinikalifu 118,000 wakati ule, na ni boksi 9. 1999 2018 ina hard disk ya kalifu shilingi 7,000, hard disk ya 1 TB au ya 2 TB mathala 7,000 8,000. Maktaba iliyoko pale ndani wata masala boksi 9, msikiti waweza kuya wote na mpaka Rubati nyuma yote ikaya, yote umeibeba kwenye nini? Kwenye hard disk ambayo imekukalifu wewe shilingi ngapi? 7,000. 7,000 wakati ule haitoshi kununua tafsiri moja peke yake inaoitwa Tafsirul Mizan ya Tabatabat juzu 20. Shilingi 7,000 hazitoshi. Ilikuwa ikizanywa dola 200 mathalan. Dola 200 kukifanya kwa wakati ule ikiwa dola shilingi 70, yani shilingi 14,000. Kwa leo ni shilingi 20,000, wewe wanunua tafsiri moja tu, Tafsirul Mizan, ambao leo ukiwa na kile kidubasha kiamkuliwa flash disk cha GB 30 ambao wakinunua shilingi 1,000 waweza kuingiza zitabu ndani kwa maelfu ambao thamani yake ni mamilioni. Manielewa vizuri sana? Sasa Imam Khamenei ataka kukwambia zamani kuitafuta information ilikuwa very expensive. Very expensive ya.
Leo kwa shilingi 1000 wewe wana maktaba, hakuna watu walosoma hawawezi kuwa nayo maktaba kama hiyo kwa shilingi 1000 na 2000. Kwa sababu gani? Electronic technology, sio tunavyoenda. Na bado hatujafika, siku mwaliwaambia sasa yao hilo hard disk la 1 TB au 2 TB pia kuliangata karibu nusu kilo ama kilo kasrobo. Leo tuenda kwenye karibu tutatolewa nano technology ambayo itakupa wewe kimemory kama kile cha simu, pengine kina 10 TB. Ndio maana ya nano technology. Nano technology inatukua masafa makubwa, hajmi ndogo. Hii ndio filosofi fupi ya nano technology. Hajmun madghut wa kamun kabir. Gari yenye uwezo wa kubeba mzigo wa tani 10 yaweza kuwa ni kwa kadiri nyepesi kuiondosha barabarani kwa mkono mmoja. Hiyo ndio nano technology. Mtaniteka hiyo, lakini kiwa mmekufa mtanikumbuka siku moja. Katika falsafa moja ya nano technology wasema ile gari ikizama si mpaka mteremka muisukume, utashuka mwenyewe ushike kama briefcase uiondoshe ipeke mbele. Lakini gari hiyo unaiondosha kwa mkono wewe, kuitoa barabarani kuipeleka mbele kwa mkono mmoja, yanga tani 10. Hiyo ndio nano technology ambayo iko. Ndio nikamwambia mlopoa nyinyi kuwa hawayatoa katika nyanja za wenyewe, ishafika, shaundwa na yatumika, lakini haijaamuliwa kuteremshwa ground. Sasa Imam Khamenei ataka kutuambia hii zombo za media zimefupisha masafa, zimepunguza nini? Gharama, kitu cha kwanza. Na cha pili, tumeelewana. Leo nani tena atakwenda kushika foleni maktaba nunue vitabu hiyo? Kila mtu atakwambia ta Google tu sta. Kenda dukani utakiuliza kitabu shilingi ngapi, utaambia shilingi 3000. Ku Google kukidownload ni MB 20 utatumia senti ngapi? Shilingi 20. Kitabu kile kile kwenda kukinua shilingi 3000 utatumia shilingi 20 kukidownload. Na pengine hutumika mwe shilingi 20 utakwenda kusotea wifi za bure. Sisi kwa tele jamaa uenda nini mahala ukaambatia ukafanya nini ukakidownload kwisha chote kati. Leo aendelea atuambia istoshe, leo wataalamu, na mnukuu huyu shekhe anaosherehe maneno ya Khamenei sasa, asema leo wataalamu wa nyanja za malezi na usomi wamekaa chini. Kuna changamoto kubwa ya ukabili ulimwengu, wafikiria jinsi ya kuitatua. Gani? Watu kuwata mila ya kusoma zitabu na kununua. Leo hii ni katika tatizo kubwa leo. Zamani watu kama sisi, mfano kama mimi sasa, utatoa muhadhara, utarekodiwa, utaweka kwenye CD, tauza, angalau kwa mwezi utapata shilingi 2,000-3,000 za kufuta matozi. Zamani. Leo jamaa watakwambia ustadhi bana, mpaka irekodiwe CD, mpaka niipate ya leo tuwekee online. Umewaekea online, sio? Umeiweka kwa YouTube, hakuna tena nunua CD. Tumeelewana vizuri sana. Kila tunapokwenda sasa, leo mimi nimetoa mfano wangu mdogo. Leo kuna waandishi ulimwenguni walikuwa wakitengeneza mamilioni ya nini? Ya pesa. Leo wewe ukaprinti kitabu na kikawa kimekubalika katika soko na demand iko very high. Wewe ukauza zitabu nuskha 1030, 1040 na printer ya kwanza ikaisha kwa miezi 6, ukateremsha printer ya ngapi? Ya pili na tabaa ya 3. Wewe ukishtuka kitabu kimoja umetengeneza milioni 40, milioni 50. Bali na kwamba ulifanya ni research na ukasaidia watu na umesambaza elimu, watu watengeneza pesa pia. Leo imekuwa hakuna haya kukinunua tena kitabu hiyo. Kila mmoja ukwambia nitafanya nini? Ta Google. Kiko kwa PDF. Leo kumekuja suala, hata juzi nikizungumza na mmoja hapa katika wanafunzi wangu mambo kama haya. Inshallah tutakuwa kuyazungumza leo.
haki ya kumiliki hii. Kukidownload kitabu cha mtu na kukisambaza Kiislamu hufaa ama haifai? Inaitwa haki ya usambazaji, sio? Na haki ya uchapishaji. Na hizo sharia mpya zilizopitishwa Kenya za media sijui zikoje na zimeingiza mambo haya ama hazimo. Hizi zitu ziko katika Uislamu pia na zina buhuth fiqhia. Leo mfano, leo wewe sisi stadi wajua kuna kitabu fulani takusomesha madrasa, hatuna hiki, kakipigeni photocopy, umekipiga photocopy ukizanya, hufaa haya? Na mwenyewe pale peji ya kwanza ameandika huququ tabi'i wan nashri mahfudha, haki ya uchapishaji na haki ya usambazaji imelindwa. Hairuhusiwi mtu kuchapisha hichi kitabu mpaka kwa idhini ya nani? Ya mwenyewe. Masala yana mijadala, taratibuni, msiatukue hiyo mmenena ni haramu ama ni halali, maana najua watu wengi na itakuwa hiyo sasa ustadi. Mfano gazeti la Taifa leo wenyewe wamelitoa hulizanya, wewe ukaenda ukalitukua kwenye kijiji usikilia gazeti moja tu, ukahulipiga photocopy, hutoa magazeti 20 ukayauza, ufaa? Wajua kiserikali ukipekwa kotini utalipa pesa nyingi sana, pesa nyingi sana shekhe. Kisharia sasa hawa warudi wasema hii ni maendeleo ya zombo za habari yamekwenda kutusababisha kukosa market ya kitabu. Istoshe leo uzuri wa redio na wazombo za habari, ukiwa wa drive garini wafanya nini? Wasikiza. Uko mezani benki wafanya kazi wafanya nini? Umevaa headphone wafanya nini? Wasikiza Radio Rahma. Uko sijui shamba umevaa, uko bichi umevaa tu kishoti chako usikiza nini? Radio Rahma. Lakini ndo wataka kusikiza darasa, waweza kulisikiza kivovote? Sharti mado zenge kadu yako, zenge kofia, uvae kwa kiheshima, enda msikitini, saa fulani tatoka, saa fulani. Sasa ukiangalia ulimwengu wa sasa vijana uona mambo ya tuleta, mambo kucheleweshana. Sasa huo ndo Imam Khamenei anaozungumza kasi ya hizi zombo za habari zinavokimbilia kwenda kumfikia mtu kabla wewe hujafika na bidhaa yako. Mfano wetu, unamaliza darasa yangu hapa, tasimama hapa. Mfano wetu ni mfano wa mtu alimao mboga amu konge. Kama una pia walioko nde huko ukitaya mambo ya konge ngunguru ustadi si watu waelewi. Konge, mashamba. Umekwenda kulima mboga wewe mwenyewe. Umelima mboga. Sawa vizuri jamani nini? Hutoa zipani mfano 1000 kwa siku. Lakini wewe mwenyewe ikimaliza kukatwa asubuhi, mwanzo utoke hapa kwa maguu, mwende mpaka musikilie konge, ulala huko mwini. Mukate, mufunge, aye punda kwa tukua, ashuke nazo, mpaka akisikilia nazo mwini saa 4 saa 5. Kuna na jamaa huitoa mboga mpeketoni ama wito, lakini saa 10 ya alfajiri yeye ametia breki sokoni. Upo vizuri sana jamanini? Kwa hivyo wewe ukifika mboga yako kila siku hurudishiwa mwenyewe, haitoki. Na uombe hii mboga ya kisiwa jamanini, hili ni embe ila kisiwa jamanini, hili ntamu jamanini, hii ndio thamani zaidi. Ndiyo bwana, kumiliki kitu peke yake siku hizi kuwa kizuri hakitoshi. Watu wataka wepesi wa kufikiwa na bidhaa. Upo vizuri sana. Ndio leo mtu kukungoja maziwa yako fresh wayakama wayatoa kwenye ng'ombe, lakini mpaka uende ukayakame, utembee kwa maguu, uye na jagi yake asubuhi, akiangalia dukani huyaona ya pakti ya kombe yake shilingi 10 utunda pakti kupika chai, ambao kiafya, kiquality maziwa yale ni bora zaidi. Lakini bado tuko kwenye mbinu zile paka jagi lie, paka ande mtumoa agonge nyumba ya kwanza, agonge nyumba ya pili, agonge nyumba ya tatu, paka sikia hapo kwenye nyumba yako saa 2. Mimi ninazijana saa 12:30 nataka kuripoti skuli. Tanua maziwa gani? Ya pakti.
Sasa watu watupokonya soko kwa haraka, na hivi waweza kupokonywa fikra za dawa na tablighi, kwa sababu wewe uko wafuata mbinu zile zile. Watu wawafikia watu haraka kabla ya kufika fikra zako. Kuna suala limeulizwa fupi, nitalijibu, na kama kuna watu wana haraka nimewapa ruhusa ya kutoka, wala hamuhitaji ruhusa. Kuingia kwenu kwa uhuru wenu na kutoka kwa uhuru wenu, sio? Lakini wakati umekwisha na kuna watu haina wataka kwenda mbali. Wewe ndio ustadhi, baada ya Mungu kumfundisha Nabii Adamu yale alomfundisha, hayakuwa ni yenye kupita kwetu hii ilmu? Mbona twaona kwenye aya Mwenyezi Mungu asema tukitoka matumboni twatoka hatujui kitu? Umefahamu ile aya ilionena wa'allama adamal, yale alofundishwa Adamu, alifundishwa Adamu kama binadamu au alifundishwa Adamu kama Adamu? Kama alifundishwa Adamu peke yake si hayatuhusu. Kama alifundishwa Adamu kama binadamu, mbona sisi hatuyajui ni yapi? Na mbona Mwenyezi Mungu kwenye aya nyingine hutuambia mumetoka kwenye matumbo ya mamenu la ta'lamuna shay'a, na kule ametuambia aliwafundisha. Suala jamani, kitu cha kwanza, si kila ayuwao yote na si kila asoyua ayua yote. Yaweza tulofundishwa kwa Adam twayayua, na tulipozaliwa hatuyui mengine sio yale tulofundishwa kwa nani? Kwa Adam. Yani kwa lugha ya kielimu, mutaallaqul ilmi wa adamul ilmi ghairu muttahid. Wa'allama, alichofundishwa Adam ni nini? Hizo zitu sote twazijua. Hapa tulipotoka matumboni kwa mama yetu tulikuwa kuna mambo hatuyajui, sio yale yaliyofundishwa Adam. Mfano, walikuwa wayua miwangu na darusi ulipozaliwa kwa huyu, wayua kuna amu huyu, wayua kuna shamba huyu, wayua kuna mobile huyu. Kwa hivyo alizofundishwa Adam si hizi zitu za kawaida. Hiyo nukta ya kwanza. Nukta ya pili najibu haraka. Katika theory ya kifilosofi kuna theory mbili kuhusu mtu mwanadamu kuyua. Kuna ya Aristotelis, kuna na ya Aflatun. Aristotelis aamini kwamba mwanadamu akizaliwa huwa hayui chochote, na ndio wana filosofi wengi wa Kiislamu kina Ibn Sina nani wamfuata hiyo, hayui chochote. Aflatun aamini kwamba mwanadamu kabla hajaingia kwenye ulimwengu alikuweko kiruhu. Sikilizani vizuri sana, alikuweko, kisha akaetwa mara ya pili kimwili. Umri wako wa kiruhu kwa Aflatuni ni mkubwa kuliko umri wa nini? Wa kimwili. Lakini ruhu ilipoingia kwenye mwili iliyasahau yote yale walikuwa wayayua wakati ulipokuwa katika ulimwengu wa ruhu. Na katika ulimwengu wa ruhu Aflatuni asema ulikuwa umefundishwa kila kitu, ndio hizo alofundishwa Adam. Lakini ulipoingia kwenye material ulisahau. Kwa hivyo theory ya education ya Aflatun yajengwa kwenye msingi kumkumbusha aliyosahau. Theory ya education ya Aristo yajengwa kwenye msingi kumsomesha asoyayua. Sijui umeelewana vizuri sana hapa kulingana na nadharia hizi na katika Waislamu wako. Kwa hivyo Qur'ani yatuambia Mungu kabla ya kumuumba mwanadamu aliumba akili, akaifundisha akili, akaiambia akili ndo ikaya, akaiambia akili nenda. Kwa maana akili ilikuwa ina mambo ya yua kabla haiingia kwenye mwili. Mungu katika Qur'ani ametuambia makumbuka tulipotukua ahadi kwenu nyinyi katika alamu dharra kabla hamuyaumbwa, mkakubali mtamwamini Mungu mmoja hamtomshirikisha. Naam, nani katika nyinyi akumbukao ahadi hiyo aliyoitukua? Na mengineyo mengi. Nafikiri mmeeleweka kiasi fulani. Kwa hivyo yasojulikana hapa sio yasojulikana kule. Walhamdulillahi rabbil alamin.